Na ni Jumanne ya tarehe 18 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Tukiwa tumetoka kwenye harakati za uchaguzi mwezi wa 10 uliopita. Huu ni mwezi wa 11, kumradhi, nimesema mwezi wa 12 lakini huu ni mwezi wa 11, na mwezi uliopita tulikuwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara nyingine tena aliweza kurejea katika nafasi yake kwa ushindi wa takriban 97.66 sawa na 98% kwa makadirio. Nipo na Saif Rashid na nimemtafuta hapa tuweze kujadili kadha wa kadha kwenye siasa, hususan tukiangazia masuala mazima ya uchaguzi. Tukuja kuangalia pia uteuzi wa waziri mkuu pamoja na baraza la mawaziri ambao limetangazwa rasmi hapo jana, na leo mawaziri wameweza kuapishwa. Sasa tutaangalia kwa upana wake jinsi ambavyo hali hii jinsi ilivyo. Sasa tuangazie kitu moja katika kitu ambacho pia kinazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Katika uteuzi wa baraza hili tumeona tunaweza tukasema, sijui niiteje, lakini naweza nikasema tumeona mke pamoja na mume wakiwa kwenye baraza la mawaziri. Hapa nazungumzia waziri Mchengerwa, lakini pia amehudumu katika baraza lililopita na sasa hivi pia amerejea katika baraza hili. Lakini pia tunamuona Wanu Hafidh Amir ambaye ni mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan katika Wizara ya Elimu akiwa kama naibu waziri. Tafsiri imekuwa tofauti, kila mmoja anajaribu kuzungumza cha kwake, wengine wakisema kwamba inakuwaje kwamba baraza hili linakuwa na watu au ndugu tu au wanakuwepo pia watu wa familia moja. Kelele zote hizi mimi natamani kutoka kwako nisikie. Sasa wewe unazungumziaje hili ambalo mpaka sasa hivi ni kweli bado swala ambalo lina joto sana kwenye mitandao ya kijamii? Kwanza tunaheshimu mawazo ya watu wengine wanayosema. Anayosema ni mawazo na maoni yao, lazima tuyaheshimu, lakini kuheshimu na kukubali ni vitu viwili tofauti. Kwanza ni muhimu wa Tanzania wakafahamu kwamba rais anateua mawaziri kwa mujibu wa taratibu za katiba. Na waziri lazima awe mbunge, aidha wa kuchaguliwa ama wa kuteuliwa. Sasa hao wanaotajwa wameteuliwa kuwa mawaziri na mmoja ni naibu waziri kama wawakilishi wa wananchi. Wameingia pale kama wawakilishi wa wananchi. Hilo la kwanza lifahamike. Wamechaguliwa kama wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawakuchaguliwa kama mtoto wa fulani ama nani. Hapana. Kwa hiyo cha kwanza tufahamu kwamba wale wamechaguliwa kwa nafasi zao bila kujali yeye ana uhusiano gani na mheshimiwa rais. Hilo la kwanza. La pili, hawa mawaziri wote wanapowapa, watu wengine hawafuatilii, labda mawaziri wanaapa kuitumikia nchi na wananchi pamoja na kumtii rais na kumshauri rais ipasavyo. Kwa hiyo wale wote ni watumishi wetu sisi na wanakwenda pale kusimamia sera na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho kilichopewa ridhaa ya kuongoza nchi. Kwa hivyo wale wanakuja kuhojiwa kwenye nafasi zao kwa taratibu zinazofahamika. Kwa hivyo hatuwapimi kama hawapimwi kivigezo kama watoto au ndugu wa fulani. La tatu ambalo ni muhimu watu wakafahamu. Umepata kumsikia mtu anaitwa Moses Nnauye. Umemsikia mtu Rashid Mfaume Kawawa. Umemsikia Julius Kambarage Nyerere. Umemsikia Thabit Kombo. Umemsikia marehemu mzee Karume. Umemsikia mzee Ali Hassan Mwinyi. Hawa walikuwa ni wanasiasa. Na humu ndani ya familia zao ni watu wanakuwa wanaona siasa zipo ndani ya nyumba. Kwa hiyo kutokea baadhi ya wanafamilia wakachipoganga wajadi wakapatikana watu wa namna hiyo. Sasa isiwe nongwa, yani hao watu wanaibuka kwa sababu wametokea. Unamsikia Makongoro Nyerere, unamsikia sijui nani Makamba, unamsikia Mahamudu Thabiti Kombo, unamsikia nani Karume, unamsikia nani Hussein Ali Hassan Mwinyi. Ni watu ambao wazazi wao walikuwa ni viongozi wa kisiasa. Sasa isiwe nongwa kwamba hawa watu hata wakupata watu wa kuwarithi basi. Hata hao mitume wa Mungu pia kulikuwa kuna watu ambao wamerithiwa kazi zao na watu wao kwenye mambo ya imani. Kwa hivyo hilo la kwanza. Lakini pia kihistoria
ni muhimu pia watu wakafahamu. Nchini Uingereza alikuwepo waziri mkuu anaitwa Boris Johnson, mashuhuri kwa jina hilo. Boris Johnson alipokuwa waziri mkuu alimteua ndugu yake akiitwa Joe Johnson. Huyu alikuwa ni waziri wa biashara na nishati. Katika cabinet ambayo waziri mkuu ule ndio anayeteua mawaziri, ameteua ndugu yake. Kuna mwingine pia kwenye chama kingine anaitwa Eddie Miliband. Huyu naye pia alimchagua ndugu yake katika vyama vya siasa vya Uingereza. Hebu tuangalie demokrasia hiyo ambayo tunasema ndio ya kuigwa, na wao wamechaguana kama ndugu. Itakuwa tatizo la hapa Tanzania. Kwa hiyo hachaguliwi mtu kwa sababu ya udugu, na hatumkatai mtu kwa sababu ya udugu. Mmoja wa viongozi wa Uingereza inasema mwanae alipata tatizo la kisheria, akakamatwa na polisi. Unajua kama watoto wa viongozi, kama ilivyo hapa, habari inakuwa kubwa kwenye vyombo vya habari. Alipofatwa, alipoulizwa kuhusu swala mwanae, akasema mwanangu asionewe kwa sababu ni mtoto wa waziri, na wala asipendelewe kwa sababu ni mtoto wa waziri. Kwa hiyo hawa wote ambao wamechaguliwa au wako kwenye nafasi kwa sababu pengine wana udugu au ndugu zao watu fulani, sisi tunachotizama ni kitu gani wanakitoa. Watanzania waangalie tunatarajia nini kutoka kwao. Mimi nikisema mahsusi kwa Wanu pale ni bado kijana. Juu yake yupo mzoefu mkubwa, profesa. Wanu ni mtu ana degree ya masuala ya sheria, lakini pia ukiangalia background yake amesomea masuala ya diplomasia za kimataifa. Wizara ya Elimu ni miongoni mwa wizara ambazo zinatakiwa zitoe matokeo. Wanu ametokea ukanda wa Pwani. Profesa Adolf Mkenda ametokea kaskazini. Ukitizama hiyo Pwani na kaskazini ya Tanzania kwenye elimu, unaona combination ilivyokaa. Kuna kitu ambacho Wanu watajifunza kama mbunge au naibu waziri, atajifunza kwa mkuu wake wa kazi. Na huyu atatizama namna ambavyo damu changa inakuja na mawazo. Kwa sababu baraza hili la mawaziri ukiliangalia vile vile limeanza kukidhi mahitaji ya vijana, kwa kuwepo kwa baadhi ya vijana wengi kwenye nafasi, ambao nao kwenye nafasi hiyo ya ujana wao kama walivyo Wanu, watu wanatarajia kitu kutoka kwao. Kwa hivyo kwa kifupi naweza kusema kwamba wao kama mawaziri wameapa kuitumikia nchi, hawakuapa kumtumikia baba au mama ama mjomba. Wao ni watumishi wa umma. Tuwaombee na tuwatakie kila la kheri baraza lote la mawaziri, walete matumaini ambayo Mheshimiwa Rais amesema kabisa atakapomaliza kipindi chake, sio amalize kwa kuwepo kwa miundombinu mingi tu, bali pia amalize watu wa Tanzania tukiwa na tabasamu. Sawa, tumalize hili kwa ufupi sana. Kuna wizara mpya imeundwa, wizara ya ile nafikiri ni ofisi ya rais, inahusiana na masuala mazima ya maendeleo ya vijana, au maarufu sasa hivi inaitwa wizara ya vijana. Joel Nanauka ndiye waziri wa wizara hii. Kwa hana naibu waziri kwa sababu rais alisema kuna wasaidizi wengi sana ofisi ya rais ambao watakuwa wanasaidizana naye. Unamwona Joel Nanauka akikidhi matakwa na mahitaji ya vijana, hususan katika kipindi hichi ambacho kuna kizazi cha vijana ambao dunia nzima wanaonekana kuwa ni moja kati ya vijana hatari sana kama matakwa yao yasipotekelezwa. Na kwanza tumpongeze Mheshimiwa Rais, ametangaza alipokuwa akihutubia bungeni kwa mara ya kwanza akifungua bunge kwamba ameyaona matakwa na haja ya vijana. Vijana Tanzania kwa takwimu kati ya watu 10, 6 ama 7 ni vijana. Kwa hivyo ni kundi kubwa la watu na lina changamoto kubwa. Kwa hivyo amemteua kijana mwenzao ambaye amefanya mambo kadhaa yanayohusu vijana kabla ya kuteuliwa. Lakini la pili, kuwepo kwenye ofisi ya rais ile wizara, maana yake ni kwamba rais mwenyewe anaitizama kwa karibu sana wizara hiyo na anaifuatilia. Miaka ya nyuma wakati wa Mwalimu Nyerere, mimi nikiwa mdogo kipindi hicho, kuliteuliwa wizara ya vijana, ilianzishwa ikiitwa wizara ya vijana utamaduni. Na sisi wakati huo tuliimba kwa kusifu kwamba vijana wote wa Tanzania tufurahi sana kwa kukumbukwa na taifa letu. Utamaduni na vijana ni wizara mpya kwa vijana, kwa vijana. Kwa hivyo
Wakati huo sisi tukiwa Gen Z, wakati huo sisi sio Gen Z wakati. Lakini kama wakati huo Gen Z tulikumbushwa kwamba sisi tumekumbukwa na taifa letu, tumepewa wizara maalum. Kwa hivyo Watanzania na wao kama vijana wanatakiwa wachukue hiyo kama si changamoto bali ni fursa moja kwa moja, kwamba wana wizara ambayo ina mahusiano ya moja kwa moja kabisa, hayapitii kwa mwingine, moja kwa moja kwa kwenye ofisi ya rais. Maana yake ni kwamba kama vijana wa Tanzania watausikiza wito wa Mheshimiwa Rais na wito wa watu viongozi wengine, ni kwamba sasa hivi wamepewa penalty kwenye dakika ya 88 na wakati huo wanahitaji goli moja tu, na mpira muda huo umekuwa ni 0-0 matokeo. Kwa hiyo vijana wana hiyo, lakini waziri mwenyewe mhusika sasa ana changamoto kubwa sana. Aina ya watu wanaoongoza ni watu wanaotaka matokeo ya haraka. Vijana ni watu wanaotaka matokeo ya haraka, hawana muda mwingi sana wa kusubiri. Nafahamu uzoefu wake na jitihada zake akizifanya. Vijana wanataka waone aina ya mtu kama anaofanana na wao, sio yule ambaye Mheshimiwa Rais amewataja leo. Amesema wakati alipomaliza hotuba, alipomaliza kuapisha, kwamba ni mtu ambaye anajihisi kwamba ni vijana mabega juu na vitu kama hivyo, yani ni waziri. Anatakiwa ashuke hasa kwa vijana, ende vijiweni awasikilize moja kwa moja vijana wanasema nini, ende kwenye maskani zao, ende kwenye taasisi zinazohusika na masuala ya vijana. Asitosheke na taarifa za makaratasi ofisini ama taarifa nyinginezo, aende kwenye field akafanye kazi. Vijana wanahitaji matokeo ya haraka, Watanzania wanahitaji matokeo ya haraka. Hilo ndilo ambalo Watanzania hasa vijana nadhani wanalihitaji, lakini pia wananchi wanataraji kutoka kwake matokeo makubwa ambayo yataakisi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, na vile vile yataakisi dira ya taifa ya maendeleo ya Tanzania mwaka 2050. Kwanza kabisa Rashid, tumeona uchaguzi ambao umekamilika, uchaguzi ambao kidogo ulikuwa na hali ambayo hatujazoea. Zilitokea ghasia ambazo pengine kwa namna moja ama nyingine zinaweza kusababisha hali ya utofauti ama hali ya sintofahamu katika taifa letu. Kwako wewe, uchaguzi huu ulikuwa ni uchaguzi wa aina gani? Asante. Uchaguzi wa mkuu wa mwaka 2025 ulikuwa na uchaguzi ambao ulikuwa na hisia tofauti. Kwanza, chama ambacho tulisema ndio chama kikuu cha upinzani kilitangaza rasmi kwamba hakitoshiriki uchaguzi, jambo ambalo liliondoa aina fulani ya msisimko wa uchaguzi. Ni kama vile mechi ilikuwa inaonekana kabisa kwamba yani kuna zile mechi unaweza kusema hiyo matokeo yanaweza kuwa ya upande mmoja. Yani hata maeneo ni dhahiri kwangu mimi kwamba CCM kulingana na chama tawala, kulingana na mtandao wake ilivyo, kingeweza kushinda kwa viti vingi na kwa kura nyingi hata kama angeingia mshindani mkuu, lakini kwa kiwango fulani kwa maoni yangu kiliondoa msisimko na ari ya watu kushiriki katika zoezi hilo. Kwa hiyo mwamko ulikuwa umeshuka kiasi fulani. Sawa, ukizungumzia swala la mwamko kushuka, turejee kidogo tugusie kwa namna ambavyo ghasia ziliweza kutokea. Baada ya muda, nafikiri asubuhi hali ilikuwa shwari kabisa, wakati pia vyombo vya habari mbalimbali vikielezea jinsi ambavyo harakati za uchaguzi zilikuwa kiendelea. Pamoja na mwamko kuwa mdogo, tulishuhudia baadhi ya maeneo vurugu ziliweza kutokea na kasababishwa pia baadhi ya vituo kufungwa mapema, lakini pia kuna baadhi ya vituo vilivamiwa na vikavurugwa kabisa. Pengine zile vurugu zilizotokea zilitaswirisha kitu gani kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu? Vurugu zilitia doa tu jambo lenyewe, lakini hazikuathiri kitu kikubwa sana, kwa sababu mwisho wa siku matokeo yalitangazwa na yakajumuishwa na yakatangazwa na washindi wakapatikana. Kwa hivyo hilo eneo la kwanza, kwamba tukio la tarehe 29 katika baadhi ya maeneo hapa nchini lilikuwa limegubikwa na vurugu katika baadhi ya maeneo. Kwa hivyo taswira ya kwanza ni tukio lenyewe kuonekana kwamba limevurugwa na vurugu ambazo kwa hakika kusema kweli kwangu mimi hazikupaswa kufanyika kwa sababu chungu nzima. Kwa hivyo hilo la kwanza. Lakini la pili,
tukio lolote linapotokea lazima watu wenye busara na akili wajiulize kwa nini. Hili swali la kwa nini ni muhimu sana lipate majawabu. Kila swali linapoulizwa kwa nini na jibu lake tuulize kwa nini tena. Nadhani kama imeshatangazwa kwamba tume ya uchunguzi imeshatangazwa na Mheshimiwa Rais ya kuchunguza matukio hayo kwa undani na itatoa taarifa zake, na sisi pia tunazisubiri hizo taarifa kwa shauku kubwa kujua hasa nini kilitokea, chanzo chake na njia namna gani tunaweza kwenda mbele kama taifa na kama wamoja katika hali ambayo hatukuizoea kabla. Pamoja na hayo yote, mashirika ya kimataifa pamoja na waangalizi mbalimbali waliweza kutoa ripoti zao, wakiwemo SADC pamoja na Umoja wa Afrika walitoa ripoti zao wakisema kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 nchini Tanzania haukuwa uchaguzi uliokidhi vigezo vya ule uchaguzi unaoitwa uchaguzi wa huru na haki. Je, ripoti hizi zilizotolewa zinaashiria nini? Je, zina ukweli ndani yake ama ni kama tu patapotea, yani zimeletwa? Na kama si kweli, nini kimechochea ama kimesababisha taarifa hizi kuweza kutolewa, ripoti hizi au mashirika haya kutoa ripoti hiyo ambayo ni ya ripoti hasi kwa upande wa uchaguzi nchini Tanzania? Vigezo vinavyotumika kupima uchaguzi kwa mashirika ama mataifa mbalimbali vinatofautiana. Na sisi kama taifa huru tuna vigezo vyetu. Kwa hivyo vigezo kwamba havikidhi viwango vyao haviwezi kubatilisha matokeo. Hilo kwanza lifahamike, ni kwamba matokeo yameshatangazwa na viongozi wameshapatikana. Lakini pia ripoti kama hizo kwa upande mwingine zinasaidia si watazamaji wa nje tu, hata wa ndani wanawasilisha ripoti zao, zinasaidia kufanya marekebisho katika chaguzi zijazo. Inafahamika kwamba demokrasia ni mchakato. Unaweza ukaizungumzia demokrasia ya Marekani ambayo ina miaka mingi ukaifananisha na demokrasia ya Tanzania, utakosea sana. Demokrasia ina tafsiri pana na inakuwa sasa wakati mwingine ni makosa kwa mtazamo wangu kulinganisha demokrasia wengine ya Ujerumani, ya Uingereza, ya Ujapani na nchi nyinginezo ukasema sawa sawa na Tanzania. Kwa hivyo kwa msingi wa swali lako ni kwamba vigezo vya unavyovitaja vinatoa fursa ya kuangalia wapi palikuwa na changamoto na namna gani tuweze kwenda mbele katika chaguzi zijazo kwa ubora zaidi, ili tukidhi matarajio si ya ndani tu, hata ya wale wa nje. Sawa, turejee katika baada ya shughuli zote. Katika kitu ambacho watu wengi wanahoji, natamani pia nisikie uchambuzi wako, ni kwamba mara baada ya rais kutangazwa kuwa mshindi, aliweza kufika pale ofisi za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Mtumba pale jijini Dodoma, mji wa serikali, kaweza kuchukua cheti cha uteuzi yeye pamoja na mgombea mwenzake wa kipindi hicho ambaye sasa ndo makamu wa rais, na baadaye aliweza kutoa ripoti na kutoa shukrani. Lakini siku zilizofuata tarehe 3 mwezi wa 11 aliweza kuapishwa. Watu wakauliza, rais ambaye ameshinda kwa 97% 90 mpaka kwenda 98 amekwenda kuapishwa katika uwanja wa Gwaride, uwanja wa jeshi, tofauti na tulivyozoea marais wamekuwa wakiapishwa katika viwanja ambavyo vinakuwa na halaiki ya watu wengi, wanakuwepo wananchi na vitu vingine kama hivyo. Hii pengine haileti mashaka juu ya ushindi wa Mheshimiwa Rais? Haileti mashaka yote. Swala la kuapishwa ni swala la ceremony, ni sherehe. Rais ameshapatikana, ile ni protocol ya kawaida tu, ingeweza kufanya popote pale, iwe ni Ikulu ya Chamwino, iwe ni wapi, maadamu zile taratibu zinafuatwa. Na kama ulivyoona ni kwamba wawakilishi wa nchi mbalimbali walikuwepo, majaji ambao ndio waliomwapisha wapo, rais amekula kiapo tumeona. Kwa hivyo kwamba lazima ifanyike kwa watu wengi, hiyo sio lazima, na wala hakuna taratibu na sheria hizo. Kwa hivyo hayo inaweza kuwa ni mawazo ya watu wengine, lakini hayakidhi hoja za kisheria wala za kimantiki kwamba kwa kutofanyika kwenye uwanja wa watu wengi kwamba hakuwa kufaa kwa rais. La, ni utaratibu tu ambao uliopanga na lazima tuheshimu maoni yao. Sawa, baada ya hapo tulishuhudia bunge likifunguliwa rasmi
na Mheshimiwa Rais, lakini kabla ya kufungua bunge aliweza kumteua Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mijadala ilikuwa mingi sana kabla ya kutajwa jina la Mwigulu Lameck Nchemba kuwa ndiye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wengine walitaja majina kadhaa, yalikuwa majina makubwa, kwa hivyo kina Profesa Palamagamba Kabudi, George Simba Chawene, Tulia Ackson, sasa wengine wakimtaja Doto Biteko ambaye kwa wakati huo alikuwa ni naibu waziri mkuu. Akaja kuchaguliwa Mwigulu Lameck Nchemba aliyewahi kuwa waziri wa fedha wa nchi hii. Kuchaguliwa ama kuteuliwa kwa Mwigulu Lameck Nchemba kuna sheria nini katika uongozi huu wa awamu ya 6 kwa awamu ya pili ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan? Uteuzi wa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba kwanza hufanywa na Mheshimiwa Rais mwenyewe kwa vigezo na utashi wake kama alivyopewa kwa mamlaka hayo na mujibu wa katiba. Lakini Rais anapomteua waziri mkuu, maana yake ndio msimamizi mkuu wa mawaziri na mtendaji mkuu wa shughuli za serikali. Ni kama vile kocha anayo timu kubwa, lakini anamchagua kapteni, ama kusema kwenye shule tungesema kiranja mkuu wa kuongoza zile wizara zote kuhakikisha kwamba zinakidhi matarajio ya wananchi na matarajio ya rais vile vile. Kwa hivyo Mwigulu Lameck Nchemba, historia yake ni mashuhuri. Ni mtu ambaye ameongoza wizara mbalimbali na vile vile kisiasa si mtu mdogo. Alishapata kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, anakijua chama, anaijua serikali na amefanya vizuri alipokuwa kwenye wizara ya afya. Na ana energy, ni mtu mwenye nishati na ari. Sasa ukupewa kwa nafasi hiyo na Mheshimiwa Rais, kwanza ni mzigo ambao uko kwenye mabega yake. Ni mzigo wenye pressure kubwa kwamba rais anatarajia, na si rais tu, na Watanzania hasa wanatarajia mambo makubwa kutoka kwenye serikali ambayo yeye sasa ndio anatakiwa asukume mpira hapa na pale kuhakikisha kwamba tunapata goli. Baada ya waziri mkuu sasa tuje kwenye baraza la mawaziri. Hapa ndipo ambapo tumeona maoni na hisia tofauti juu ya baraza ambalo limeweza kutangazwa jana. Kwanza kabisa ni uwepo wa sura mpya katika baraza la mawaziri, lakini uwepo pia wa sura zile ambazo zimerejea katika wizara zao pia katika baraza hilo, lakini pia ni kuenguliwa ama kuondolewa ama wengine wanasema kutupwa nje kwa baadhi ya sura ambazo tulikuwa tumezizoea kuziona katika baraza la mawaziri. Wakiwemo kina Jenista Mhagama, akiwemo Selemani Jafo, akiwepo Damas Dumbaro, lakini pia tumezoea kumuona mara kadhaa kwenye kwenye baraza Pindi Chana, balozi huyu na wengine ambao kwa kweli imekuwa ni kama taarifa ambazo kila mmoja amejiuliza, akiwemo pia Innocent Bashungwa, waziri kijana huyu. Sasa tuanzie hapo kwanza kwenye kuondoa sura mpya, kwenye kuondoa sura ambazo tumezizoea, kuleta sura mpya, lakini pia kubakiza wale ambao walikuwepo katika wizara kadhaa, kwa pia Adolf Mkenda wizara ya elimu na wengine kama Dorothy Gwajima kwenye wizara ya jinsia na maendeleo. Hii inaashiria nini pengine? Kimsingi mabadiliko ya baraza la mawaziri ni changamoto au ni matashi ambayo mheshimiwa na anaweza kubadilisha wachezaji wanaocheza muda wote. Wengine wakakaa benchi wamecheza, na wakati fulani, wakati mwingine wale walikuwa benchi, tumekuta katika historia watu walikuwa benchi wamerudi tena wakafanya kazi. Haina maana kwamba walioachwa ni wabaya ama walioingia ni wazuri sana, bali ni utaratibu wa kawaida. Na ukiutazama utaratibu una mtazamo mbalimbali. Kwanza pia una mtazamo wa kisiasa na una mtazamo wa kimageuzi. Unakuta kwamba kwa mfano sasa hivi kuna sura nyingi za vijana zimeingia, watu wenye umri wa ujana, wenye background, wenye historia tofauti. Sasa unaona kabisa kuna mchanganyiko, watu wenye uzoefu ambao wamebakizwa na kundi jipya la vijana ambao sasa hivi wanaingia kupata uzoefu wa kuendeleza gurudumu hilo. Kwa hivyo hiyo mjumuiko huu, mkorogo au mchanganyiko huu unatoa taswira kwamba rais anataka watu waende kasi kubwa sana ambayo yeye anaitarajia na walete matokeo makubwa mno. Ndio maana wakati mwingine unamuona katika kuwapisha, alipomaliza kuwapisha amewapa pole na pongezi. Kawapa pongezi kwa kuaminiwa
na wananchi kwa niaba ya rais mwenyewe, lakini amewapa pole kwamba mzigo uliokuwa kwao ni mkubwa, muda hautoshi. Tuna miaka 2030 tayari, sasa hivi 26 inakuja iko puani, tuna miaka 4 tu. Watu wanataka mbegu, wanataka mbolea, wanataka ubora wa afya, wanataka maji safi na ya uhakika, wanataka umeme kwa wingi, wanataka vitu kadha wa kadhaa. Kwa hivyo zote hizo ni majukumu na changamoto ambazo rais mwenyewe amejua kwamba huyu anaweza akanisaidia katika wizara fulani kusukuma mbele gurudumu. Kwa hivyo kwa vyovyote hivyo haimaanishi kabisa kwamba hao walioachwa walikuwa ni watu wabaya, bali ni mbadiliko tu wa timu ili tufikie lile goal ambalo sisi wote kama nchi tunataka kulifikia. Sawa, tumezungumza mengi kabisa hapa kisiasa, tukiangazia uchaguzi mkuu mpaka hivi sasa kuapishwa kwa baraza la mawaziri ambalo leo hii rasmi litaanza kufanya kazi zake mara baada ya uapisho huo. Nilikuwa na Saif Rashid, mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa nyumbani Tanzania, na mimi nikushukuru sana. Asante sana. Nawashukuru sana. Asanteni, karibuni sana. Sawa. Asante sana, hadi wakati mwingine. Nakukumbusha kusubscribe channel yetu hapo YouTube, lakini pia usisahau kuweza kucomment, kushare, kulike, kuhakikisha kwamba taarifa hizi unazipata wewe na jirani yako. Kwa sasa sina la ziada, hadi wakati mwingine, bye bye.